Katibu Mkuu Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, ndugu Abudu Suleiman Jumbe, amewataka wafanyabiashara kuweza kuitangaza na kuongeza uwigo wa sura chanya ya Tanzania katika nyanja za kimataifa. Amebainisha hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari. Ameeleza kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizoweza kushiriki katika maonyesho makubwa ya kibiashara yanayofanyika katika mji wa Osaka nchini Japan. Tanzania Zanzibar, tunapenda kuwahamasisha wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bara na visiwani na wadau wote wa sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii, kimaendeleo katika fani mbalimbali za uwekezaji, uwezeshaji katika vile viwanja vyetu vikuu viwili vya kiuchumi, uchumi wa kijani pamoja na uchumi wa buluu, kutumia fursa hii ya kwenda kuipaisha, kuitangaza na kuongeza wigo wa sura chanya ya Tanzania katika safu za kimataifa. Hivi sasa kama mnavyofahamu ni kwamba tunaingia katika mwaka wa 5 wa uongozi imara bora wa serikali zetu kuu mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, zikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika mafanikio yao ya kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi, kisiasa, kimaendeleo, kijamii na kuigeuza Tanzania kuingia au kupaa zaidi katika viwango vyake vya kiuchumi. Hivi sasa Tanzania ni mdau muhimu sana wa kimkakati katika safu za diplomasia kiuchumi kimataifa, lakini pia ni mdau muhimu katika safu za diplomasia ya kiuchumi kwa kimataifa kuja Tanzania. Na fursa yetu, nafasi yetu katika maonyesho haya ni kubwa sana, kwa sababu itazidi kuipaisha ajenda yetu ya maendeleo endelevu, ajenda yetu ya mageuzi katika fani zote za uchumi wa kijani na uchumi wa buluu. Tuna mambo mengi sana ya kuonyesha. Kwa upande mwingine, Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Dr. Hashil Abdallah, ameeleza fursa zinazopatikana katika maonyesho hayo yaliyofunguliwa tarehe 12 Aprili ya mwaka huu na kuendelea ndani ya miezi 6 na kufungwa tarehe 13 ya Oktoba mwaka huu. Madhumuni makubwa ya leo ni kuizungumzia ushiriki wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maonyesho makubwa ya kidunia ya biashara yanayofanyika jijini Osaka katika nchi ya Japan. Ndugu waandishi, maonyesho haya ni makubwa na yana faida kubwa kwa dunia na kwa nchi yetu, na yameanza tangu tarehe 12 Aprili, yameshafunguliwa na yataendelea kwa muda wa takriban miezi 6, yatafungwa pale tarehe 13 mwezi wa Oktoba mwaka huu. Ndugu waandishi, nchi yetu itashiriki, imethibitisha kushiriki, na tunatarajia sekta mbalimbali za kiuchumi, lakini pia wizara zetu mbalimbali zitashiriki na watu binafsi watashiriki kwenye maonyesho haya. Fursa za maonyesho haya ni kubwa kwa sababu nchi 160 zimethibitisha kushiriki ikiwemo Tanzania, na tunavyokwenda kwenye maonyesho haya manake wawekezaji wetu, wafanyabiashara wetu watakutana na wawekezaji na wafanyabiashara kutoka kwenye nchi 160 watakaokutana sehemu moja. Ndugu waandishi, tufahamu kwamba maonyesho haya yanafanyika mara moja kila baada ya miaka 5, na maonyesho ya mwisho yalifanyika mwaka 2021 pale Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu. Na katika maonyesho yale ya Dubai, Tanzania tuliweza kushiriki na tuliweza kuingia makubaliano ya kimikataba
zaidi ya 36 yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 7, na hiyo mikataba imeweza kutekelezwa na tumepata faida kubwa nyingi kama nchi katika sera za katika maeneo ya maboresho ya kikodi na vitu kama hivyo. Ndugu waandishi, mwaka huu mpaka sasa kwa Zanzibar tuna mikataba takriban 7 ambayo tunatarajia itaenda kusainiwa, lakini tuna uthibitisho wa wizara 2 zimeshathibitisha zitashiriki, taasisi za serikali zaidi ya 7 zitashiriki, na kwenye sekta binafsi takriban taasisi 29 zimeshathibitisha kushiriki, na kwa mtu mmoja mmoja watu 63 wameshathibitisha kushiriki kwenye jambo hili.